Kwanza jana nadhani moja kati ya watu wa mpira waliolala sehemu salama ni Ally Kamwe. Mtu alolala sehemu salama zaidi ya Ally Kamwe kwa sababu amelala chini ya ulinzi wa polisi. Si ndio sehemu salama hiyo? Si ndio usalama pale au panaitwaje? Ni salama sema kulala sehemu ambayo unahisi wewe hakustahili chini ya watu ambao ni wahalifu. Sasa kwa mujibu wa sheria anafanywa mahojiano, wakiridhika jeshi la polisi wamefanya wajibu wao, watamwacha huru. Lakini kwa nini aliingizwa kule? Aliingizwa kule kutokana na majibizano ambayo yalitokea ya kimpira, ambao kwangu mimi naamini ilikuwa ni hali ya kimpira, na kama kweli viongozi hao wakuu wa serikali kuanzia ngazi za wilaya, kata, wilaya, mkoa na wanasiasa wakiamua kuingia huku kwenye mpira, wadili na kauli za mpira, waache kudili na kauli za hayo mambo ya kiuongozi. Tukikaa kwenye mpira tukae mpira, tukija kwenye mambo ya utawala tukae kwenye utawala, kwa sababu Ally Kamwe alijibu kauli ya kishabiki. Kwa kwenye hili mimi nipo na Ally Kamwe kwa sababu najua aliongelea mpira. Sidhani kama alifika Tabora siku ya kwanza akasema kwamba mkuu wa mkoa una cha kunifanya, mimi nimekuja hapa na tawala mkoa. Hapana. Alijibu kutokana na Yanga walienda kucheza na Tabora United, na mkuu wa mkoa alikuwa akiongea kauli zinazohusiana na Tabora United, ya kuongelea kuhusu Tabora na mkoa. Hapa naeleweka. So jeshi la polisi lifanye kazi yake, na amini ni jeshi makini, litatoa maamuzi sahihi. Tusikurupuke, tupunguze maneno yasiyofaa, tuipe nafasi jeshi la polisi. Tunajua linasimamia haki na sheria na utawala ulio mzuri. Kwangu mimi sina mashaka. Ally Kamwe na sehemu alikosea inawezekana, lakini kwangu mimi naamini alijibu kwa sababu ya mambo ya kimpira. Kwa tubaki kwenye mpira. That's it. Yeah. Wewe ni mtaalamu wa mpira na mpira umeufuatilia muda mrefu sana. Kwa mambo yanayoendelea sasa hivi tunaona baadhi ya viongozi wa serikali wanajiingiza katika mambo ya mpira. Pengine haiwezi kuleta matatizo katika soka letu la Tanzania. Italeta matatizo makubwa sana, na uzuri ni kwamba CAF, mashirikisho makubwa ya FIFA yanafuatilia. Ukishakuwa umeileta mpira wa miguu umeuingiza kwenye mambo haya, haitakiwi kabisa. Tutakuja kupigwa bani moja hatari sana, alafu hasara itaipata taifa. Mimi kwangu, ukijiona wewe ni kiongozi wa kiserikali au wa siasa, umejiingiza kwenye mpira, na kipindi hiki viongozi wengi wanaendelea kujiingiza kwenye mipira kwa sababu tunajua tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwa kila mtu ana target yake. Viongozi mnaoingia kwenye mpira, muupende mpira kwanza, mujue mpira una lugha zake, mpira una mipaka yake, alafu mbakie hapo. Mkirudi kwenye majukumu yenu, mbaki kwenye majukumu yenu. Mimi hapa saa hii, hapa mimi ni kama mchambuzi au mdau wa soka. Lakini mimi ni mtangazaji wa mambo ya uchumi, siasa, mahusiano, si ndio? Ushasikia roundabout naongelea mambo Simba Yanga? No way. Kule naongelea uchumi, naongelea kilimo cha Bashe, si ndio? Naongelea maji ya Aweso, naongelea madini ya Mavunde, naongelea fedha ya Mwigulu, nitaongelea nani hivyo. Umeelewa vizuri sijui, nitaongelea ardhi ya Deo Dejembi, si ndio? Huko nitabaki huko. Yaani ukikaa huku, kaa huku kwa Deo kwenye ardhi, si ndio? Lakini ukija huku kwenye mpira huku, njoo kwa Karia huku. Njoo kwa Mguto, njoo kwa Kasongo, njoo kwa Simba Yanga Tabora, njoo kwa Pamba. Umeelewa vizuri sijui? Tuache michezo kama huna kifua. Unatakiwa uwe na ngozi ngumu sana huko eneo huku sisi wachambuzi huku tunatukaniwa mpaka wazazi wetu bila sababu, na tunatoa elimu tu hapa maudhui. Kwa hiyo ndio ilikuwa rai yangu kwenye viongozi wa siasa. Ombi au rai yangu au ushauri wangu au maoni yangu, napenda sana wadau waongezeke kwenye soka. Iwe wanasiasa, iwe wafanyabiashara, iwe viongozi wa chini, wa kati na wa juu wa serikali. Cha msingi tujue kabisa kiwanda cha soka kina lugha zake. Kiwanda cha soka kina misingi yake. Kiwanda cha soka kina utamaduni wake. Ukiona wewe kifua chako kinabeba vitu vichache, ni bora uweke watu sahihi wasimamia hayo mamlaka. Kwa nini nasema hivi? Hakuna Mtanzania asiyefahamu Singida Black Stars inahusiana na Mwigulu Nchemba. Kweli sio kweli? Na huyu sio tu mbunge wa Iramba, lakini pia ni waziri mwenye dhamana ya fedha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tushekumuona akitoka akisema mimi ni CEO au mwenyekiti wa Singida Black Stars. Nani aliyo kumuona hilo? Hapana, ameweka watu wanaodili na mpira ili yeye abaki na mambo mengine ya kiserikali. Kwa hiyo kama unaona kifua chako hakiwezi, weka mlezi pale, wewe kuwa mdhamini. Lakini ukitaka kuonekana jina lako liko spotlight, unatoka mbele, unaongea kama afisa habari, unaongea kuanikiza na kuhamasisha, ni jambo la heri. Sasa na huko Yanga wao washaweka mtu wao, meneja mwenye dhamana ya habari Ally Kamwe, atakujibu, utampangia
Leo hii Matole ukinitania mimi kwamba sijui sijanyoa ndevu, mimi utanipangia nikujibu wewe kwamba hujanyoa kipara, mimi nitaangalia kitu kingine cha kukupiga wewe. Kwa kwenye lugha za mpira zina misingi yake. Lazima tuache mpira uongee na mambo ya mamlaka yakae sehemu yake. Kwenye hili simlaumu mtu. Siongelee mheshimiwa Chacha, naongelea general. Tuache mpira uchezwe, tuache mpira ufanywe mambo yake. Wakikengeuka hawa wanaitwa kwenye kamati za maadili. Ipo TFF, ipo bodi ya ligi. Kwa huku napo kuna utawala wao. Lakini hii habari kwamba unanitania mimi Justin Kesi mchambuzi uchwara, alafu mimi nikikujibu wewe kiongozi boya kwa sababu una mamlaka kwenye wilaya yako unanitia polisi. Mimi binafsi nawapenda kwa sababu polisi ni sehemu salama. Nitaenda kulala alafu nitajibu kwa sababu lazima nitachukuliwa maelezo pale, si ndio? Ukishasema tu mimi mwandishi uchwara, yani nitaangalia unafanya nini. Yani na mimi sasa kwa sababu uwezo wa kuongea nao kuliko wewe, nitatumia taaluma nilionayo. Na uwezo mkubwa sana wa kuongea. Pengine najua vingi kuliko huyo mwingine ambaye atakuwa amenisema muda huo. Kwa hiyo nitampiga kwenye engo yangu. Atanikamata, atanipeleka polisi, nitatoa maelezo. Nikitoka nitaendelea kuongea sababu kazi yangu kuongea. Yes. Kwa hiyo nadhani tuweke mipaka, tuheshimiane, tujue thamani ya kila mmoja na kitu chake. Alikamwe alikosea, yes, kwa sababu yule ni mkuu wa mkoa na mamlaka, ni sehemu kubwa sana tunafahamu. Tabora ni mkoa wa kimkakati. Nimerudia, nimeongea mara kwa mara. Mkoa mkubwa sana, square mita za mraba zaidi ya 76. Tunafahamu ardhi iko pale ya Tanzania kwa kiwango kikubwa, namba 1 mkoa mkubwa, lakini pia wizara ya fedha, wizara ya kilimo iko pale kwa Bashe ambaye ni mbunge wa Nzega mjini. So tuheshimu hilo na mimi nathamini hilo. Ni hicho tu. Hayo ni maneno ya Justin Kesi kuhusiana kilichofanyika pale Tabora. Tukubaliane kutokukubaliana. Hata mchezo wa awali wenyewe ilikuwa mpaka dakika ya 70 kwa mdau wa soka, yani anayeshabikia mpira, iwe Yanga, iwe Simba, iwe mtu wa Tabora, iwe ya klabu yoyote, au yani yeye hana klabu yake anashabikia mpira, aliamini kwa dakika 70 bado Yanga walikuwa na nafasi ya kuchomoa zile bao 3-1 pale Azam Complex Chamazi. Unakubaliana hilo? Yes. Kwa sababu Yanga alidominate soka, lakini Tabora walikuwa na nidhamu, wakienda mbele walete, wakienda mbele walete. Kwa Yanga walikaa nayo hiyo kiu muda mrefu. Of course mchezo umechelewa sana kurejeana. Naamini walitamani hata wangeambiwa wiki ijayo na ufuata warejeane. Hii ilikuwa iwaumizi wadau tu na mashabiki wa Yanga. Ilikuwa ikuwaumiza zaidi wachezaji wao na viongozi. Kwa sababu ule mchezo ulienda kuanikiza mpaka kuvunjika kwa benchi la ufundi. Mimi naamini mechi ya kufungwa na Azam 1-0 haikuwaumiza sana kama mechi ya Tabora ya 3-1. Waliongea sana, mashabiki waliumia sana, tuliona upokevu wa Tabora walioupata safi kabisa na wengi tulisifia, si ndio? Kwa sababu lengo ni kuinua soka letu li balance, kuwe na nguvu katika hizo klabu zingine, si ndio? So kwangu mimi niliamini utakuwa mchezo mzuri. Nilitaraji kwa uwezo walionao Yanga, standards ambazo wameziseti kwa miaka 3 mfululizo huko nyuma, kupata matokeo ilikuwa sio ajabu dhidi ya Tabora, kwa sababu ni moja, tunazungumza klabu bora Tanzania, bingwa mara 3 mfululizo. Lakini sikuamini kwamba Tabora wangetepeta kwa kiasi kile. Yani niliamini basi 3-2, 2-1, yani mechi fulani hivi ina goli la ushindi. Unaelewa ile goli la ushindi kwamba ile jioni kama hivyo. So lakini kumbe mtu katepeta mwanzo, katepeta kati, katepeta mwisho. Na unaonekana kuna magoli mengine mawili alikataliwa, which is mimi naona moja tu lile la Mzize, kwa sababu Dube wakati anafanya back pass kwa Mzize ile assist hakuwa offside. Na mlaumu line 1 kwa sababu halitakiwa awe makini sana kwenye eneo lile. Tuchukulie ile mechi ilikuwa 1-1. Afu lile ndio lilikuwa goli la ushindi. Unahisi mechi ingekuwaje pale? Sasa hizi mtandaoni tungeongea haya Alikamwe, tungeongelea goli kunyimwa. Umeelewa vizuri eh? Kwa marefa wangeonekana wamekula rushwa. Hivi leo hii Yanga waongelee rushwa, uone maneno ya urushwa hapa ya marefa kwa sababu wameshinda hizi. Ile mechi ingekuwa 1-1. Sasa hizi tunaongelea marefa wamekula hela. Hapa tunaeleweka vizuri? Yeah, so nadhani kila mtu asimame eneo lake.
tuendelee kusupport hizi timu zicheze kwenye ubora wake, kila timu ipate matokeo kwa ubora wake, kila kiongozi aongoze timu na maeneo yake kwa uongozi wake, kwa mamlaka yake, kuwe na mipaka. Kwangu mimi Yanga alistahili alama 3 na magoli zaidi ya hayo 3. Kwangu mimi clean kabisa. Yes. Yanga hii ambayo ilimkosa Dr. Khalid Aucho lakini pia na Aziz Ki, wapi Tabora walikofeli ambapo Aziz Ki hayupo, Dr. Khalid Aucho hayupo, wapi ambapo walifeli Tabora? Kwanza hapo ndo ambapo kunanipa tabu. Tunafahamu Yanga bila Aucho, hata acheze na KMC au acheze na timu hata na Mungu, ana struggle Yanga kwa mwaka wa 4 mfululizo. Yani atapata ushindi, lakini kuna kitu tutasema hapa hakuna hapa. Unajua Aucho ni mpira wa miguu. Yani tukizungumza mpira wa miguu tunamzungumza Aucho. Kwa yani Tabora jana imefungwa bila mpira wa miguu. Yani imenistajabisha sana. Nilitaraji ingetumika hiyo njia ya kukosekana kwa Aucho, alafu Tabora wanatakiwa step up eneo la kati. Lakini pia nikashukuru, ilikuwa ni nafasi ya pekee kwa viungo vya Yanga, mfano Duke Abuya, kuanza sasa ku step up kwamba na mimi nina nafasi ya kwamba nina kitu cha ziada anapokuwa Alidi ya nini hayupo. Of course ni ngumu sana kuwapata watu kama Alidi Afrika sasa hivi. Ni tabu mno, na ndio maana unaona Yanga bado wako naye na ni bado ni muhimu, na of course umuhimu wake hauwezi kushindikana. Makocha wote 4 waliopita kipindi hiki, Nabi alikuja, Gamondi alikuja, Ramovic and sasa Hamdi, wote unaona Aucho lazima aanze, si ndio? Maana yake ni mchezaji mwenye kiwango cha hali ya juu, muhimu kuliko neno muhimu, si ndio? Yes. So kwangu mimi kitendo cha kufungwa na Alidi ya Aucho hayupo afu mnashikwa namna ile, hasa pale Alidi angekuepo singekuwa balaa. Au wewe ukubali hilo? Nakubali. Basi maana yake jana Tabora walikuwa unga, na Yanga wanaendelea kudhihirisha wao ni timu bora kwa sasa Tanzania. So naongoza ligi bwana, bingwa mara 3 mfululizo. Kwa ndani anafanya vizuri, hatuwezi kueta unafiki hapa. Ushindi waliopata Yanga ni sifa anatakiwa apewe kocha Hamdi, ama ni ubora wa wachezaji wa Yanga? Klasi ya wachezaji wa Yanga ambao ilishasetiwa na uongozi wao, lakini kupitia benchi la ufundi la Nabi miaka 3 iliyopita akiwa na Cedric Kaze. Nidhamu ya hali ya juu wanapokuwa na mpira, wanapokuwa hawana mpira wanajua waende wapi. Wanajua kufanya high pressing. Goli la pili nadhani tuliona wote, mpira umeporwa namna hii, imepigwa pasi, mtu Dar es Salaam Yanga Afrika, pigwa through ball, umeona Mzize alichokifanya. Mepelekwa kule, Mzize huyu alikuwa na Nabi, watu walikuwa wataki wamuone uwanjani. Alikuwa na Gamondi, ameendelea ku step up. Amecheza na tulimuona na Ramovic aka step up. Na sasa yuko na Abdi na anaendelea kufunga. Kwa hiyo ni kwamba timu ilikuwa na progress. Timu imejengwa kila kukicha. Ameingia Israel Mwenda, maneno yalikuwa mengi sana. Tuliamini naye shughuli yake imeisha. Leo hii free kick kama zile rahisi sana kuzipata Bongo. Pigwa kule Magomeni na rudi huku Chanika. Lazima tutoe credit. Yanga wameseti standards muda mrefu sana. Sifa kwa uongozi wa klabu ya Yanga chini ya Engineer Hersi, waendelee kutengeneza. Tunataka timu ziwe bora. Of course kwangu mimi naamini Yanga ipo kwenye kiwango bora sana. Labda ni kuvalishe viatu vya upande wa Tabora. Wewe kama wewe unaweza kusema Tabora ni wapi ambapo walifeli kwamba pengine kama wangefanya hivi wangeweza kupata ushindi zidi ya nidhamu. Ukicheza na Dar es Salaam Yanga Afrika, timu yoyote ile lazima uwe na nidhamu. Ndio maana Yanga alivyocheza na Mamelodi Sundowns michezo miwili dakika 180, kilichomsaidia kupata mpaka aenda kufika kwenye penalty ilikuwa nini? Si nidhamu. Ukiwa na nidhamu unafanya vizuri. Kitu ambacho alikifanya Al Hilal Omdurman dhidi ya Yanga mechi ya kwanza Benjamin Stadium. Unaikumbuka ya 2 ile? Al Hilal Omdurman alimshinda Yanga kwenye nidhamu. Kama alivyokuja MC Alger hapa. MC Alger alifanyaje? Nidhamu. Yani ukicheza na Yanga kuwa na nidhamu. Yani Al Hilal, Al Ahl yenyewe si ilifunga Yanga kule, lakini ilikuwa na nidhamu. Yani Yanga imejengwa kwenye kukaa na mpira na kukushambulia muda wote. Haifanyi kwa ajili yako. Yani ina miaka 3 mfululizo. Kwa lazima hii lifespan hii na wachezaji wao wote key players wapo. Si ndio? Kwa lazima uwe na nidhamu dhidi yao. Ukipambana nao wanakuadhibu. Kuna mtu finali ya ngao ya jamii alitaka kuanza kufunga goli, unakumbuka? Kilitokea chuma ngapi? Kwa nidhamu. Ukiwawini kwenye nidhamu
safi. Kama Azam walivyopata ushindi mechi ya ligi bao 1-0 ile la Jibrisila, nidhamu tu iliwabeba, safi kabisa. Yeah. Bwana, goli la Israel Mwenda limezua maneno mengi, mpaka baadhi ya upande wa pili wamesema kwamba huenda zile ng'ombe zilizochinjwa ilikuwa ni ng'ombe za kafara, ndio maana mpira ulikuwa unapigwa mpaka unazunguka unaingia kwenye goli. Pengine unalizungumziaje goli la Israel Mwenda? Tuendelee kufanya sajili zilizo bora, tuendelee kutunza wachezaji, tuendelee kuwalipa vizuri, wapewe facilities nzuri. Hakuna mambo ya uchawi kwenye mpira kwangu mimi. Naamini kwenye uwezo, naamini kwenye uwekezaji, naamini kwenye mafunzo. Israel Mwenda ni tuzo ya taifa hii, ile ni lulu, na makocha nadhani wanaendelea kumuona. Of course amekuwa kwenye mikono hiyo ya kina Jamhuri Kiweru, amekuwa kwenye mikono hiyo hiyo ya kina Juma Mgunda, amekuwa kwenye mikono hiyo ya kina Morocco. Namuona kabisa kwenye call up ya ijayo ya national team. Tunazungumzia Israel Mwenda jamani, aliyepita Simba pia. Kwa alikuwa pipa pale kwa mchawi pia. Tuzungumzie mpira bwana. Haya mambo mimi najibuje Matola, mambo ya uchawi kweli. Wewe kabila gani Matola? Matola unauza mimi uchawi kweli jamani? Mimi mtu wa Kwaresma bwana Matola, niache bwana. Siwezi kujibu hilo bwana. Ng'ombe kweli sio nini ano. Lakini ni Mkristo.